Simba Sports Club wanatakiwa kuviwekea macho ili mambo yasiwe mabaya kwa upande wao? Yasin pamoja na mtazamaji wa nyumbani nilikuwa najaribu collaborate na namna gani ambapo safu ya ulinzi ya Simba inaweza ikawa na faida kwa mnyama dhidi ya Berkane katika uwanja wa ugenini. Nilikuwa pia nimegusia swala la away goal ambalo bado linaendelea kuapply kwenye michuano hii ya Afrika na ndio kitu pekee ambacho na imani Simba wamejipanga kwenda kukipambania, kwamba kumaliza mechi hiyo bila kuruhusu nyavu zao kuguswa, lakini pia kuhakikisha wanazitikisa nyavu za RS Berkane kwa wingi ili kujiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kuamua matokeo katika mchezo wa pili ambao katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa basi ukitazama takwimu za zile timu ambazo zinashiriki ligi 5 bora barani Afrika, ligi ya Tunisia ndo ligi yenye timu yenye magoli mengi zaidi kwa maana ya Esperance, lakini timu nambari 2 ni Yanga pamoja na Simba, lakini timu nambari 3 ni hiyo Berkane ambayo imefunga magoli takriban 49 kwenye ligi yao. Kwa kimsingi Simba wanakutana na timu ambayo katika bara la Afrika ni klabu ambayo imekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji kiongozwa na Mkongwe Yusuf Zegrudi ambaye ndiye mfungaji wa ubora kwenye michuano hii ya shirikisho, akishirikiana pamoja na Yusuf Dayo ambaye ni nyota mwingine katika kikosi cha Berkane mwenye magoli mengi kwenye michuano hii ya shirikisho. Kwa hiyo hao ni nyota ambao watakuwa na makali katika safu ya mashambulizi ya Berkane na Simba watapaswa kuwa makini nao, lakini pia nina imani na safu ya ulinzi ya Simba, hasa kwa kuzingatia matokeo waliopata katika mechi hizi za kiporo katika ligi. Mechi hizi 4 ambazo wamekusanya alama 12, mechi hizo wamezicheza kwa utulivu mkubwa wakifunga magoli mengi, lakini safu yao haijaruhusu magoli mengi, kwa maana timu ambazo kutana nazo zilipata wakati mgumu kuweza kuvuka ulinzi uliokuwa unaongozwa na Hamza pamoja na Shamu Karabu pamoja pia na umahiri wa Pinpin Kamara katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo kwa hiyo kimsingi sina wasiwasi kabisa na safu ya ulinzi ya Simba kuelekea kwenye tabia za Simba wakiwa wanacheza away na vile ambavyo wamefanya. Tukianza na mchezo wa Club Sportive Constantine, alifunga goli Kibu Dennis Prosper. Mchezo dhidi ya Sfaxien alifunga Jean Charles Ahoua. Mchezo dhidi ya Al Masry, Sidivot, Simba hawakupata goli wakiwa mechi iliisha kwa wao kupoteza goli 2-0. Kupoteza goli 2-0, lakini Elie Mpanzu alifunga katika hapa nyumbani mchezo wa nyumbani. Na away Mohamed Hussein goli la kwanza dhidi ya Constantine ya Algeria alifunga. Kwa hiyo kuna mechi 3 ambazo Simba wamepata goli wakiwa away. Kwa hiyo kuna uhakika pia na kuna hiyo tabia ya Simba kuweza kufanya jambo fulani wakiwa away na kufaidika na kile kitu ambacho ulikuwa unakizungumzia kwamba faida ile ya goli ni sivyo. Na kuzingatia pia hiyo imekuja baada ya kelele za upande wa mashabiki, lakini pia nadhani pia ni jitihada za benchi la ufundi kuwahimiza washambuliaji kunoa makali yao katika uwanja wa mazoezi katika swala kufanya finishing. Swala hilo limekuwa sasa kidogo limepata mwarobaini, na kama ulivyoona katika mechi zilizopita za hapa kwenye ligi, lakini pia mechi hizo za kuamua matokeo kwenye hatua ya mtoano zote waliweza kufunga magoli katika muda ule wa kwanza dakika 90. Hapa naizungumzia mechi ya pili ya hatua ya robo finali dhidi ya Al Masry ambayo Simba walisawazisha magoli 2 katika mchezo huo na kupata ushindi kwa penalty. Kwa hiyo kimsingi pia RS Berkane nao watakuwa wapo katika hali ya tahadhari, kwa sababu wanaungana na Simba ambayo ina washambuliaji bora kwa kipindi cha hivi sasa. Hapo namzungumzia Steve Dese Mukwala, Lionel Ateba ambaye amerudi katika kile kiwango chake, lakini pia unamzungumzia Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Dennis Kibu ambao nao wamekuwa na mchango mkubwa kwa upande wa Simba kwenye mechi za hatua ya makundi, lakini pia zile mechi za hatua ya mtoano. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ina mzani ambao haujaelemea upande wowote, kwani timu zote zipo vizuri katika safu ya mashambulizi, lakini timu zote pia zitahitajika kuwa na umakini wa hali ya juu katika kujilinda, na hasa pia kwa upande wa Simba ambao watahitaji kuwa na mtaji mkubwa wa magoli, lakini pia safu yao ya ulinzi isiwe na doa lolote, kwa maana kuruhusu goli kuja katika mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa.